njoo hapa. Maana kila siku nakwambia hiki ni Dada Kindegi, shida nini? Maana umenitoa kule wakati naosha vyombo. Sielewi nini kinaendelea kwani? Hamna shida yoyote. Wewe, kwani Baby Supu yuko wapi? Baby Supu ameenda shule. Hajatoka shule mpaka saa hizi? Ndiyo, bado hajarudi. Ulikuwa unaosha vyombo? Ndiyo. Basi sawa, kaendelea na kazi yako. Shenzi wewe. Nimekukosa vipi wewe? Hapa mimi si nimwaga michanga jamani, nimeenda hapo sasa michanga. Kwaje? Shikamoo Aunty Kindege. Marahaba. Hujambo? Hebu ondoka nyumbani kwangu bwana. Unang'ania hapa kwako wewe. Hivi wewe kama una akili kweli wewe? Akili zako zinafanya kazi vizuri? Nimekwambia hivi, nataka niongee na shemeji yangu. Kwa hiyo muite atoke nje, niongee naye afu baadaye nitaondoka. Nisikilize wewe binti. Mume wangu hayupo. Na hata kama yupo, unataka kuzungumza naye nini? Hapa nyumbani sitoki. Nataka niongee na shemeji yangu kwa sababu hata hicho kuja kuongea naye ni kitu cha msingi kuliko hata maneno yako. Yaani wewe binti bado hujanisikia. Nimekuambia hivi, uondoke nyumbani kwangu kwa sababu mimi ndio mwanamke ambaye nipo hapa nyumbani na mimi ndio mama mwenye nyumba na hapa ni nyumbani kwangu. Unataka kuzungumza na mume wangu kitu gani? Au unataka kumtongoza? Maana huaga hiyo ndio huruka yenu nyinyi. Mbona utaharuki hapa nyumbani kwangu? Halafu mnapiga makelele. Mnadhani hao makelele yana faida gani? Si mnajaza watu hapa. Mnafaidisha watu. Nini shida? Shemeji, yani bora tu ulivyofika hapa nyumbani kwako. Maana nimekuja hapa nyumbani kwako naona mke wako ananipandishia kisauti ananiletea mdomo mdomo. Nimemwambia akuite nataka kuongea na wewe. Cha ajabu eti ananifukuza hataki mimi nikae hapa. Yani anavyoongea kwa kujiamini kana kwamba hapa kaweka msingi wake. Sijui kachukua tofali katia hapa. Yani kama vile hii nyumba ni ya kwake. Yani anaongea kabisa amejiachia. Sasa ongea naye. Kuna siku mimi nitakuja niupasue mdomo wake. Afa abaki hapa anashangaa. Nyamaza wewe. Unataka kuzungumza na mume wangu kitu gani? Kitu gani nataka kumwambia huyu? Au unataka kumtongoza? Maana ndio zenu nyie. Wewe, kaa kimya. Sitaki ujinga wako. Sitaki kabisa huo upuuzi. Haoni kama unajaza majirani hapa na mnafaidisha watu? Nyinyi ni watu wazima. Inabidi mkae na mzungumze kama watu wazima. Shemeji, mimi nishafika. Niambie, ulikuwa na shida gani? Shemeji, mimi hapa nimekuja nyumbani kwako na mazungumzo kidogo tu tena mafupi na wewe. Ila ni ya muhimu sana. Yaani nataka niongee na wewe kwa kina na kwa kirefu zaidi. Shemeji yangu. Sawa, nakusikiliza. Ongea tu nakusikiliza. Wewe Tami wewe. Hapa siongei na wewe wala sitaki kuongea na wewe. Nataka niongee na shemeji yangu. Kwa hiyo maongezi ungeyapisha kabisa kwa sababu hayakuhusu. Wewe sio mwanafamilia wa hii nyumba. Sio, unanielewa vizuri? Mume wangu, umelisikiliza ile shemeji lako? Eti halitaki mimi nisikie mnachoongea. Mnataka kuzungumza kitu gani ndio maana ananikataza? Kwanza toa mikono. Uone kama unanichosha hapa. Muda wote unakaa kama begani, unataka nini kwani? Uone kama shemeji yangu kaja hapa anataka tuzungumze na kitu cha msingi cha kuzungumza na mimi. Hebu acha mambo yako bwana. Mume wangu bwana, kumbuka mtoto anataka kunibebebebe tu. Alafu kwani hilo alisikia? Halijui kwamba mimi nina mimba. Shemeji, nakusikiliza usijali. Sawa. Kwa sababu umeamua kukaa kusikiliza mazungumzo ya wanafamilia. Hamna shida, unaweza ukakaa tu kama kakupe. Shemeji, mimi nimekuja hapa na taarifa fupi tu nataka nikwambie. Mama anataka kuja kumuona binti yake. Amesema amekaa muda mrefu hajamuona binti yake, hivyo anataka kuja nyumbani kwake kumtembelea. Mimi nimeamua kumzugazuga kwa sababu ametaka kuja hapa nyumbani kwako muda mrefu. Nikawa namzugazuga lakini sasa hivi naona kama vile nimeshindwa. Yaani anataka kuja kumuona mwanae. Kuanzia leo, kesho, muda wote tarajia ugeni. Kwa mimi sijui utamtoa wapi Farida, ila mama anataka aje hapa na akija anatakiwa mkute mtoto wake. Shemeji yangu. Sasa mbona sasa hapa nataka kupata wenge? Maana kama ukizingatia pia wewe mwenyewe unafahamu kwamba Farida hapa nyumbani hayupo. Na ni takriban wiki 2-3 hapa hayupo nyumbani. Kama mama akija hapo unafikiri itakuwaje? Unafikiri itakuwaje shemeji yangu? Shemeji,
Kwa hapo mimi hata sina msaada kwa kweli. Kwa sababu mimi nimeshajaribu kadiri niwezavyo, nishaongea na mama yangu lakini imeshindikana. Kwa hiyo inabidi uangalie njia gani ambayo unaweza kaitumia Farida kumrudisha hapa nyumbani ili mama akija hapa amkute Farida. Sawa shemeji, nimekuelewa, lakini nilikuwa na wazo. Unaonaje kama wewe ukibeba ile jukumu kaenda kule kwa Farida ambako wanakaa kule na Tolu. Uende kazungumze na Farida, mwambie arudi hapa nyumbani ili mama akija amkute hapa, au umshawishi kabisa muondoke wote muende kule nyumbani kwa mama, aenda akamuone binti yake basi. Akishamuona kule, nadhani kila kitu kitakuwa kiko sawa. Maana hata kama akisema kwamba aje hapa mama, asipomkuta binti yake, kukaa hapa afu mdogo wako hayupo, yani mke wangu mimi na yeye hatuko sawa, afu mama hakuwa hajui, na kwa jambo ambalo kweli kama familia ikilijua hili, nadhani mimi nitaonekana mtu wa ajabu sana. Shemeji, mimi kwenda kwa Farida siwezi. Kwa sababu kila siku nimekuwa nikienda kwa Farida nazungumza naye jambo hilo na anakataa. Yaani kila anachojaribu kuongea na Farida hanielewi. Kwa hiyo mimi kwa Farida nimeshanawa mikono, nimekuachia wewe. Wewe ndio inabidi uende kwa Farida, ukaongee naye, muyamalize ili aje hapa nyumbani, mama aje amkute. Au ikishindikana sana, cha kukushauri, nenda kwa mjumbe, kachukue barua uende nao mpaka kula anapokaa, ukamchukue umlete hapa nyumbani ili mama tu akija amkute. Kwa hiyo kwa hapo mimi sina msaada mwingine. Kwa mjumbe? Mume wangu. Kwa hiyo umekaa unamsikiliza ushemeji yako anakushauri uende kwa mjumbe. Hivi unajua madhara kwa mjumbe? Hivi unajua mambo ya sheria wewe? Mume wangu, waga sheria ni msumeno, unakata nyuma na mbele. Shauri yako. Wewe. Sikiliza. Sheria sio msumeno kama ambavyo nyewe mmeibadilisha au wewe na akili zako hizo ndogo inavyoelewa. Sheria ni chombo cha dola ambacho sasa kinatengeneza haki baina ya pande zote mbili. Sijui unaelewa? Hapo tayari umerudi kwenye pointi yangu. Alafu mume wangu, acha kujifanya wewe ni mwema sana. Wewe sio mwema kwamba kila kitu unakijua. Sio vitu ambavyo unavijua mume wangu. Itakuja kukuta ujue jambo. Shauri yako. Hebu kaa kimya na wewe bwana. Shida yako mkangu unaongeongea sana. Yaani shemeji yangu kaja hapa, utaki hata kumsikiliza, unaanza kubwata. Sijui unataka kitu gani wewe? Upenda hata kunyamaza yani, ukiona wageni. Unaendelea kuzungumza, sio unataka kitu gani? Sikiliza. Shemeji yangu yuko hapa. Kaja na pointi muhimu sana. Kwa mpango ni mmoja tu hapa, kumtafuta Farida. Na hapa inabidi niende nikajiandae. Nijiandae niweze kutoka. Shemeji, mimi nimekuelewa. Naingia ndani kwenda kujiandaa ili niweze kutoka. Nimeshakusikiliza vizuri na nimekuelewa. Hamna shida shemeji yangu. Wewe ndio utaangalia sasa unalifumbia macho au utalifanyia kazi. Mimi sipo, nimeondoka hivyo, ila tegemea ugeni wa mama. Kaka, Kichi, kaka. Kaka umeondoka, simu yako ilikuwa inaita mle ndani. Na dokta kapiga zaidi ya mara 6. Daktari ndo kuniambia ndo kukupigia simu. Ndio. Vipi, umejaribu kuzungumza naye na anasemaje? Ndio nimeongea naye, lakini kasema anataka kuongea na wewe, ana jambo la muhimu sana. Anataka kuongea na Kichi? Na ni kitu cha muhimu? Au dada yetu amezidiwa huko hospitalini? Mungu wangu. Naomba msaidie dada yetu huko aliko. Sasa nisikilize Sebiga. Kutoka na kila mtu hapa hajui huko hospitalini kuna hali gani. Hatujui ni kitu gani ambacho kinaendelea. Cha kufanya sasa, itabidi uongozane wewe na Farida muende mtaani Uswahilini, sawa? Alafu mimi itabidi unipe hiyo simu. Niende huko hospitali ndaje nikajua ni kitu gani ambacho kinachoendelea, kwa sababu tukisema tu twende wote mambo yatakuwa mengi afu tutachelewa, sawa? Basi sawa kaka. Na kitu kingine itabidi umsaidie mzigo Farida kwa sababu mkono wake hauko sawa. Itabidi hapo msaidie, maana mwenyewe nilikuwa nimemsaidia mzigo, sawa? Sawa. Ndio simu. Mungu amsaidie Kichi aweze kufika salama na aweze kufika kwa haraka ili aweze kurudi nyumbani tujue nini kinaendelea huko. Ni kweli Farida, tunaweza kwenda. Sawa, tuondoke.
Kindege, hivi mbali na watu wote ambao unaishi nao humu ndani, ukimtoa na Janeti, ni yupi mwingine ambaye huwa na mazoea ya kuongeongea na Bibi Supu? Sijakuelewa unamaanisha nini kwa swali lako Jeni. Labda ungefafanua ningeelewa zaidi. Kwa nini umeuliza hivyo? Nimeuliza tu na sina maana mbaya. Nauliza tu ni yupi mwingine ambaye huwa na mazoea ya kuongea na Bibi Supu mbali na watu wa humu ndani? Ukiachana na watu wa humu ndani, na huyo Janeti anayetokea nje na anakuja hapa nyumbani, kuna mtu nishaimwona mara nyingi na Bibi Supu. Na nilivyojaribu kuuliza, niliambiwa kwamba ni madam. Ndio huwa anatoka naye shuleni na anamsindikiza mpaka hapa nyumbani. Ila mara nyingi anaishia getini. Hajawahi bahatika kuingia humu ndani. Na sio mara moja, nimemwona naye mara nyingi sana. Na mara mwisho nadhani ilikuwa ni jana. Sema ale alikuja nayo jana. Sikuelewa kusema kweli. Maana alifika na mtoto akiwa anakimbia, baada hapo akamruhusu aingie getini. Na wakati namwagilia maua, nilimwona anachungulia kwenye dirisha la pale nje. Akiwa anaangalia Bibi Supu kama kafika salama au la. Lakini hilo alikonichukulia muda. Niliachana nalo maana hata sikujua ni issue gani inayoendelea kati yao. Na hata nilivyohakikisha pia kwa Benshizo kuuliza kwamba huyu ni nani, ainiambia ni madamu wake na anamfundisha huko shuleni. Kwa hiyo sijajaji sana kuhusu hilo. Basi inatosha. Yaani kwa maelezo yako hayo yote tayari nishampata ninayemtafuta. Yaani huyo unayemuongelea ndo nilikuwa namtafuta. Basi sawa. Lakini ukimwona siku nyingine unaweza kumfahamu? Namfahamu kwa sababu sijamwona mara moja tu. Nimekuwa nikimwona mara kadhaa. Kwani kimetokea nini? Usiwe na wasiwasi sana kwa sababu mimi pia nilikuwa nahitaji kumfahamu huyo mtu vizuri kwa sababu kuna siku nilimuona barabarani akiwa anatembea na Bibi Supu. Nikawa na wasiwasi labda mtu anaweza akamuona akaja kukupa taarifa kwamba ni mtu mbaya. Ila kwa kuwa wewe mwenyewe unamfahamu, sio mbaya. Lakini Kindege, huyo madam unayemzungumzia kwa upande mmoja au mwingine, sio mtu mzuri kivile. Ni mbaya pia kwa Bibi Supu. Ni mtu mbaya? Kivipi? Ni mtu mbaya kwa Bibi Supu. Ila Jeni unanifurahisha. Sasa kama sio mtu mzuri kwa Bibi Supu, hiyo si ndo nzuri kwetu? Au sisi kuna usalama gani tunaojali kwa huyu mtoto? Yaani akiwa salama, akiwa yuko salama, sisi hiyo ni yani haituhusu. Na isitoshe kama ni mtu mbaya kwake, tuweze tukashirikiana naye hata kusaidia kumteketeza hata kumpoteza. Kwa hiyo sidhani kama kuna ubaya hapo. Kindege, mimi hujanielewa. Wala simaanishi kwamba tukashirikiane na huyo madam kumwangamiza Bibi Supu. Mimi namaanisha wewe hakikisha huyo madam hakai karibu na Bibi Supu. Kwa sababu sio mtu mzuri kivile. Hata hivyo anaweza katuharibia hata mipango yetu. Kwa hakikisha natoka kabisa kwa Bibi Supu. Akae mbali. Basi sawa. Nimekuelewa. Vizuri sana. Hello, mambo vipi mwanafamilia wa New Baby Supu TV? Ni sisi tena. Tumekuja mbele yenu tuna taarifa mpya. Na taarifa hiyo ni kwa sababu mnatupenda na kutusupport. Najua nyinyi ni wapenzi wa movie nzuri na series kali. Sasa tumekuja hapa kukuelekeza ni series gani unatakiwa kwenda kuiangalia baada ya kumaliza kutizama series yetu pendwa ya Mtoto wa Ajabu. Kuna series inapatikana katika chaneli ya Kasai Films. Series inaitwa Moyo. Unatakiwa kwenda kuiangalia. Na ukishaipata ukaitizama, I hope utaenjoy sana na utakuja hapa kutushukuru. Karibu, nenda kaenjoy. Movie yetu ndo kama hiyo uliona hapo kwenye cover. Thank you, we love you. Tuendelee kuenjoy. Mama wangu. Usiniambie tayari ushajiandaa nataka kwenda polisi. Hapana mke wangu. Mimi hapa nimejiandaa vizuri kabisa, nimenyonga mpaka tai leo, necktie. Nimependeza sana najua, lakini lengo ni moja tu. Hapa nataka niende serikali ya mtaa. Nikachukua taratibu zote ambazo zinafaa kwa ajili ya kumtafuta Farida. Yaani nione kama anaweza kunipa mgambo ama kunipa barua ya utambulisho au barua yote ya Samas. Imani nikienda kwa kina Tolu pale niweze kumchukua mke wangu bila shida yoyote. Mke wako? Mke wako Farida? Ni Farida. Kwa hiyo mpango ni mmoja tu. Ni kwenda kumpata Farida pale nyumbani kwa Tolu. Na ili niweze kwenda pale kwa usalama kabisa kusiwe na ugomvi,
lazima nichukue taarifa kutoka serikali ya mtaa. Na ukizingatia pia mjomba ametoka hapa, alitupa maagizo kwamba inabidi ndani ya siku 5 tumpate Farida. Kwa hiyo ukiunganisha na hili swala la mama yake na Farida anataka kuja kumuona binti yake, inanilazimu tu niende nikamtafute Farida kwa namna yoyote ile, ili wakija hapa wamkute. Na sasa unajua kabisa Timbwila mjomba wangu na mama yangu akija hapa patachimbika. Sasa na ukizingatia pia mama yake na Farida anataka kuja hapa kuja kumuona binti yake, na asipomkuta itakuwa swala la ajabu sana. Sawa mume wangu, sijakukatalia kwenda, lakini naomba kuwa makini. Kuwa makini kabisa, kwa sababu vitu unavyoenda kubishana navyo, kumbuka ni vitu vya sheria. Unaenda kubishana na vyombo vya sheria. Halafu na kingine nikukumbushe tu mume wangu, yule mwanamke ni mke wako wa ndoa ambaye umeishi naye kwa muda mrefu sana. Na ukifika pale, mwanamke atasikilizwa sana kwa sababu mwanamke ana nguvu kwenye vyombo vya sheria. Haiwezekani wewe usikilizwe kuliko mwanamke. Yaani wewe utaonekana una makosa makubwa sana kwa sababu umemfukuza hapa nyumbani aondoke, wewe ubaki na mwanamke mwingine. Kwa mume wangu naomba ukumbuke hilo kwamba ukifika pale kuwa makini. Sheria itafuata mkondo wake. Na utaambiwa mgawane mali zenu kila kitu wewe na mke wako. Je, upo tayari kupoteza kila kitu chako? Utakubali wewe ugawane na mke wako kila kitu? Upo tayari kuuza hiki kiwanja? Uchukuliwe kila kitu kwenye nyumba yako Kanoni? Utakuwa tayari? Kwa hiyo, fungua masikio yako hayo mume wangu. Kama umelala, huwa usingizi, amka. Sikiliza Kanoni, nikukumbushe kitu kingine. Huaga wanaume wenzako wakiachana na wake zao, wanaachana kanisani au wanamfuata shehe, wanapeana talaka. Wewe unakuaje? Wewe unakwama wapi? Mke wangu, kusema kweli hili swala nilikuwa naenda kujichoma vidole mapuani. Yaani nilikuwa naenda kuingia mkenge kabisa. Na ni vizuri umenisanua. Yaani umenifungua macho kabisa mke wangu. Na hapo ndo ninapokupendea. Unajua mke wangu wewe kuna muda unakuwa na akili sana. Yaani hapo umenifumbua macho haswa. Kumbe hapa nilikuwa naenda kuingia kwenye mkenge mimi, Kanoni mimi. Kwa hiyo hii kasi liondoke kizembezembe tu tugawane na mtu hapa. Haiwezekani. Sasa hapa nikwambie kitu kimoja mke wangu. Hapa mimi siendi kokote. Nabakia hapa. Siendi kokote. Navua viatu kukuthibitishia. Ngoja uone mke wangu, hakuna mahali naenda. Sawa? Narudisha viatu. Hakuna mahali naenda. Hapo mke wangu nimekuthibitishia siendi mahali kokote. Kwa niko hapa. Tutabanana hapa. Siwezi kuwa mjinga mimi. Yaani kumbe lengo lao wananishauri hapa ili waje wachukue mali zangu waondoke nazo nibaki kapuku. Siwezi kukubali. Nasemaje? Kuanzia sasa hivi tutakuwa hapa mimi na wewe mke wangu. Aje mama yangu, aje mjomba, aje mama yake na Farida, watanikuta hapa nyumbani kwa namna yoyote. Na kama nikumtafuta Farida, basi tatoa njia nyingine, lakini sio kwenda huko si serikali ya mtaa si wapi. Basi sawa kama mama wangu umenielewa. Maana hicho ndio kitu ambacho nilikuwa nakisubiria kwa hamu tu unielewe. Maana mimi nilikuwa najua kabisa kwamba wewe utakataa. Halafu na kingine mume wangu, yule shemeji yako asubuhi alikuja kubwata hapa. Yale maneno aliyoongea yamekuingia kichwani sana, si ndio? Na ndio maana unajifungasha unaenda polisi. Mume wangu, kuwa makini. Yule mwanamke ni mtu mbaya sana na hakuwazii mema. Nia yake aende kamlete mdogo wake apili waje kufilisi kila kitu, nia yao kuibie kila kitu, yani wakusuuzie. Sasa wewe kuwa makini, bila hivyo watasuuza kila kitu mbundani mwako. Wamenoa. Kwenye hilo hawawezi kunipata. Yaani nimeshafumbua macho. Na ndio maana mimi mwanamke wangu nakupenda sana. Yaani umenifumbua macho vibaya. Nilikuwa sina nini nilifanya nikasinzia. Nilikuwa nimesinzia sana. Sasa kwenye hili mke wangu, naona sasa hivi tuende tu ndani hapa tukapumzike. Lakini kiukweli nilikuwa nimependeza. Unaona hii necktie? Sio mbunge mimi kweli? Bwana. Wewe ndo mwanamke wangu bwana, mimi nakupenda sana. Unajua zile. Mwanamke wangu uko na akili wewe. Hai. Ndani kwanza hapa tukaangalia masotojo mengine, si unajua zile. Kaka, tuambie nini kimeendelea huko? Kichinjile, sema basi nini kinaendelea huko? Mbona umekaa kimya, siongee? Nimefanikiwa kufika na nimekutana na daktari, nimeweza kuzungumza naye, lakini kitu ambacho kinachoniumiza kichwa mpaka sasa hivi
ni kwamba tunadaiwa pesa, na ni pesa nyingi sana, na nilizopelekea mpaka daktari kapiga simu nyingi sana, kwa sababu nilipofika pale hospitalini moja kwa moja inibidi nikazungumza na daktari ambaye anatudhamini sana pale hospitalini. Nikajaribu kuzungumza naye, alichoniambia ni kwamba meneja wa ile hospitali amekuja na kusema kwamba huduma zinafanyika lakini pesa haionekani. Kuna baadhi ya wagonjwa bado wapo pale pale wanapona, lakini hakuna ndugu yoyote ambaye anaenda kutoa pesa yao wala kwenda kuwachukua ndugu zao. Kwa hiyo meneja pamoja na mkurugenzi wamesema kwamba pesa zao zote zinahitajika kwa wagonjwa wote ambao tayari washahudumiwa na bado wapo pale pale. Na ikatokea hizo pesa hazijapatikana kwa wakati, basi wale wagonjwa kwa sababu wana auheni, ndugu zao wataenda kuwachukua kituo cha polisi. Na huko ndipo faini zitakuwa nyingi kwa sababu watatumia usafiri, bado mambo yatakuwa ni mengi. Ndio taarifa ile kuwepo. Kichinjile, kwani hiyo pesa ni shilingi ngapi? Farida, kiukweli tunadaiwa pesa nyingi sana, na tumejaribu kupunguza lakini bado pesa iliyobaki kwa sasa hivi mimi siwezi nikaipata. Yaani kifupi sina uhakika hata nitaipata wapi. Tunadaiwa 5,500. Na sijui hata nitaipata wapi hiyo pesa. Na kibaya zaidi nimejaribu kuzungumza na yule daktari ambaye alikuwa anatudhamini pale. Pia amesema hana namna yote ya kutusaidia kwa sababu mkurugenzi ameliingilia kati hilo swala. Na amesema kwamba hataki mchezo na pesa yake yoyote. Inabidi pesa yote ikusanywe na pia iweze kufanya manunuzi ya vitu vingine pale hospitalini. Kwa kiukweli mimi mpaka hapa najiuliza sio hata itakuwaje hatima ya dada yetu, kwa sababu kashapona naendelea vizuri. Na kibaya zaidi ni kwamba tumepewa siku chache sana. Yaani ndani ya siku 3 inabidi tushapeleka hiyo pesa. Sasa kila nikijiuliza mimi 5,500 naitoa wapi, ndo nazidi kuchanganyikiwa. Yaani nazidi kuchanganyikiwa. Natamani nilie kama mtu wa kike, lakini ndio hivyo tu, mpo mfupa, yani mfupa upo mdomoni, kwa siwezi kulia au kutoa sauti yani. 5,500. Kwa vile nyewe mmenisaidia sana na mpaka sasa hivi mna nia ya kunisaidia, basi acha katika hili na mimi niwasaidie. Farida, ina maana utatusaidia hiyo pesa ya kwenda kumalizia deni kwa hospital? Ndiyo, mimi nitasaidia hiyo pesa, lakini kikubwa nahitaji kwenda nyumbani kwangu na nyumbani kwetu pia niweze kufika huko. Sasa Farida, sasa vipi kuhusu usalama wako? Na ukisema uende nyumbani kwako, unajua kabisa bado tupo katika mgogoro mzito kati yako wewe na mume wako. Vipi kuhusu usalama wako? Utakuwa salama kweli? Kichinjile, Sebiga, mimi nitakuwa salama, msijali kuhusu mimi. Kikubwa tu niwaletee hiyo pesa ili dada aweze kurudi hapa nyumbani. Unatuahidi kweli utakuwa salama? Ndiyo, mimi nahakikisha nitakuwa salama, msijali kuhusu mimi. Farida, kuwa makini sana huko unakoenda. Usijali Sebiga, mimi niko makini sana. Ila kikubwa tu nilete hiyo pesa dada aweze kurudi hapa nyumbani. Basi sisi hatuna namna Farida, kwa sababu tupo katika matatizo na kwa sasa hivi hatuna mtu yote ambaye anaweza kutusaidia. Sawa, tusaidie, ila mimi nategemea urudi salama kama unaenda. Asante sana Kichinjile kwa baraka zako. Na nyewe pia mbaki salama na Mungu awaongoze. Pia sioni hata haja ya kuingia ndani kubadilisha nguo. Mimi nitaenda hivi hivi nilivyo. Dole. Basi sawa Farida. Naye pia Mwenyezi Mungu aweze kukutangulia. Malaika wa heri aweze kukuongoza katika safari yako. Uweze kufika salama na uweze kurudi salama. Na chochote kibaya kisikukute. Basi sawa. Mbaki salama. Haya. Bye. Sina mdao, sina wa kukaa vipembeni ni diskasi mtu. Sina. Farida. Kanoni, nimekuja hapa sitaki maneno na mtu. Yaani leo sitaki kabisa kugombana na mtu yoyote. Na kingine, naingia ndani kupumzika. Sasa basi, mjichanganye kati yenu, mmoja aje anibuguzi kipindi ambapo mimi nimepumzika. Tutakuja kuonana wabaya. Yaani sitaki kabisa bugu za aina yoyote. Sijaje kugombana na mtu yoyote hapa.
Oho, shauri yenu. Mume wangu, yaani umemruhusu kabisa binti ameingia ndani hivi? Unajua anatoka wapi? Hujui alikuwa anafanya nini, hujui alikuwa na kina nani, unamruhusu tu anaingia ndani. Tena umekaa kimya, umerelax kabisa. Yaani mume wangu, tulikuwa tumekaa mimi na wewe, tunaenjoy, tunafurahia siku yetu. Ghafla tu amekuja ukirudi mtu ameingia ndani. Huna hata ajibu, yaani huna hata aibu kusema kwamba mwanamke umzuie. Hujamzuia, umemwacha ameingia ndani. Tena kwa kujigamba kabisa nakwambia, sitaki mtu yote anibuguzi wala mtu yote anipelekeshe. Mume wangu, kweli? Yaani mwanamke anakupanda kichwani, yaani mwenyewe hata hujielewi. Sijui una nini, sijui umeshikwa na nini, sijui umepata na kitu gani mume wangu. Unafeli wapi wewe? Mbona mimi najua nipo na mwanaume wangu ambaye amekamilika, shupavu, lijali, lakini mwanamke anakupanda kichwani, amekushikilia mapembe. Kwa nini? Kwa nini usiamke mume wangu kwenye usingizi? Unafanya nini lakini wewe? Unanikera. Nisikize mke wangu. Hii ni nyama. Yaani ni kama mbuzi kafia kwa muuza supu. Kama kuja mwenyewe Farida hapa nyumbani. Na unajua kwamba mjomba anamhitaji Farida, mama yake anamhitaji Farida, na wote wanataka kumkuta hapa nyumbani. Kwa kama kajileta mwenyewe, maana kazi yetu imekuwa rahisi sana. Katurahisisha kazi. Mimi nafikiri tungetumia opportunity hii. Kwa kuwa kajileta mwenyewe, maana sisi tumtumie yeye. Itakuwa vizuri zaidi kwa sababu kajileta mwenyewe. Mjomba akija hapa, mama yake akija hapa atamkuta hapa hapa. Na jambo zuri zaidi, kama kajileta mwenyewe, maana yake kwa namna yoyote ile itabidi aje saini talaka hapa hapa, turuhusu aondoke. Hatutaruhusu aondoke hapa mpaka saini talaka zake. Safi sana. Nilichokuwa nakitaka mume wangu ndio hicho. Yaani hapo sasa, hapo ndio umenifurahisha kwa sababu nikajua yani wewe ulivyomwona mwanamke anaingia umefurahia kwamba safi mke wangu karudi. Lakini kumbe wewe una mpango wako. Sasa mpango wako na mimi pia nimo na nimefurahi sana mume wangu. Sasa kama nikusaini talaka, basi siongee. Ukinisikia naongea mume wangu, nipige hata konzi. Lakini kwa hapo basi sasa sikiliza. Ngoja niende ndani nikamwangalia anafanya nini. Si unamjua yule? Hachelewi. Safi. Okay. Oh, msala huu. Noma sana. Sema kajileta mwenyewe, itakuwaje sasa? Mimi hapa ninashikilia hapo hapo, yani hapo hataki kuondoka kwenda kokote tena. Lazima tumalize mambo yote, mjomba akija amalize naye. Sema ndio hivyo. Bagosha. Sofia, nimefanya kama ulivyoniagiza. Leo nilikuwa kwa Kindege, nilienda kupeleleza kuhusu yule mtu aliyemtaja Muumba mbele ya Seba. Hatimaye nimegundua kwamba aliyemtaja alikuwa ni madam, yani mwalimu wa Baby Supu. Na nilichoenda kukifanya kwa Kindege, nilienda kupandikiza chuki kwa Kindege dhidi ya huyo mwalimu ili tu asielewane, wagombane. Na cha kufurahisha sana ni kwamba Kindege yuko upande wetu, yani kaunga mkono hiyo niliyomwambia. Kwa hiyo kuanzia sasa tutarajie kuona ugomvi kati ya Kindege na huyo madam. Na inaonekana huyo madam ana imani sana, ndio maana huweza kumtaja Muumba na vitu vikatokea. Kwa hiyo inabidi tuhakikishe tunamfuatilia sana huyo madam ili tujue ana kipi cha ziada. Labda hizo nguvu zake zikoje zaidi. Oh, hongera sana Jenny. Hongera sana kwa kazi nzuri. Hiyo kazi umeifanya pasina kutarajia kabisa. Sasa naomba nikupe kazi moja. Hakikisha unamfuatilia huyo madam na unajua ni nani na anakusudi gani, na kisha utengeneze ukaribu na huyo madam na tuweze kumuua Kindege haraka iwezekanavyo kabla ya mwezi huu kuisha, na Baby Supu pia. Halafu hata huyo madam kama ataleta kinyume na sisi, ni lazima uondoke naye. Sawa? Basi sawa Sofia, mimi nimekuelewa. Nitafanya kama unavyoniagiza. Kwa hiyo usio na wasiwasi. Sawa Jenny. Basi sawa Sofia. Na vipi kuhusu Seba? Kuhusu Seba yupo, ila tukimhitaji ndio tutakuwa tunamtumia. Ila kwa sasa mwache afanye mambo yake. Basi sawa Sofia. Sawa Jenny. Utakapo kuwepo, mimi nitakuwa nyuma yako. Yaani usione kama niko peke yako. Kwa sasa tutashirikiana kwa kila kitu. Basi sawa. Sawa.